hiyo utafanya kazi gani? Ya kubeti. Mbona acha ujinga ndugu yangu. Wewe toka umeanza kubeti umeshapata faida gani? Kubeti sio ujinga. Right, ungekuwa ni ujinga, serikali wangekuwa shakataza makampuni ya kubeti. Au watu wasingekuwa na beti tena. Si kubeti kunalipa. Acha ujinga wewe, tafuta kazi zipo nyingi sana. Bora ufanye kazi, utafute, ujue unaingiza ya uhakika kuliko ile unatafuta kazi hapa umeliwa hasara. Kama nilivyokuambia, na kubeti ni mojawapo wa kazi. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba nitafute kazi wakati kubeti ni kazi. Salama. Kwema mjomba. Kwema. Bwana Samaki. Ndio. Umeniona binti yangu mtani? Hapana. Sijamwona. Basi sasa. Nashukuru. Vipi, mbona hujapokea mkono wa mjomba? Chana naye, anazingua. Anakuzingua nini? Soteri alinifanyia kitu kibaya Choma. Ungeweza kunielezea japo kidogo nifahamu na mimi ni nini? Soteri, itakuwa tu siku nyingine, ashaniharibia siku. Kwa nini? Kama ningejua yule unaishi naye ni ndugu yako, nisingesumbua mdomo wangu kukwambia nakupenda. Mbona sikuelewi? Unataka kunielewa? Nenda kamuulize. Vipi kuhusu mapenzi yetu? Choma. Ulishaambiwa mara ngapi kuhusu uvutaji wa sigara? Usinizoe. Wewe utabaki kuwa dada tu. Basi inatosha. Hawezi kuelewa kwa kupigwa. Ni hatari kwa afya yako. Pumbavu mkubwa wewe. Ulikuwa wapi? Au ndo ulikuwa kwa huyo mpuzi mwenzio? Ndiyo. Hivyo ni mtoto wa aina gani? Usiambiwa na mzazi wako ukaelewa. Hivyo unajua huyo Choma ni kitu gani alichokifanya katika familia yetu? Kuna kitu gani kati yako wewe na Choma? Nimeshakwambia Choma si mwanaume sahihi katika familia yetu, wala kwako pia. Kwa nini hunielewi? Upendo wangu na mambo yenu hayanihusu. Naona
Mapenzi yanakufanya kuwa kipofu, kiziwi, mpaka unashindwa kunisikiliza mimi mzazi wako. Au kwa kuwa mimi si baba yako mzazi? Naliona. Maana nakuuliza, unanijibu kwa kujiamini, pabila hata hofu ya kwamba mimi ni mzazi wako. Baba, inatosha. Hiki ni kizazi cha nyoka. Unamfuga mwenyewe na anakung'ata. Kila kitu kitabaki kuwa historia. Yaliyopita tuachane nayo, tuangalie maisha yetu kwa sasa. Kwa hiyo utamwacha? Ugomvi wenu haumuhusu? Sijajua, ila unahisi ndoa itafungwa vipi wakati mlengo kwa mlengo hawapatani? Sijakuelewa. Oh, sorry. Namaanisha mimi ni baba yake, hatuelewani. Kwa maelezo yako ulionielezea, wewe unahisi nani atakuwa na tatizo? Yeye. Ni wewe. Acha utoto. Kuwa Jamani, habari zenu? Salama. Oya, hamjasikia salamu ya mzee? Achana lala zingua. Tumesema kwa pamoja. Tanipiga kesho. Tanipiga kesho. Kalale nacho. Sonia. Unaenda wapi? Kwa anko. Ina maana mpaka sasa bado hujanisamehe. Mimi ni kiumbe gani ambaye nisiyekosea? Binadamu hatujakamilika, ila mapenzi yamekamilika. Sonia. Kumbuka hata pia ulikuwa muongo. Uongo wangu ulikuwa wapi? Ningekuwa muongo ningemdanganya marehemu alafu nikaja kwako. Unaenda wapi? Kuchota maji. Ya kwetu vipi? Ya kwetu imekatika. Kwa hiyo unaenda kubebea mikononi? Kichwani. Du! Yataenea kweli? Acha mambo yako bwana. Ndio nimeacha bombani. Sawa, uwahi kurudi. Kuna zawadi yako nimekuletea. Kweli mpenzi wangu? Ndiyo mama. Alafu njaa inaniuma. Ushaanza. Tawai ili nje nikupikie. Sijui kwa nini hata ulichelewa.
Sonia, sijachelewa bado. Kwani huwezi kuachana naye? Naweza kuachana naye lakini inabidi unipe muda. Sonia, nishakupa muda mwingi wa kuachana naye. Huu ni wakati sasa wa kuishi na mimi. Najua hivyo Kondo. Mimi mwenyewe si unajua ni kiasi gani nakupenda. Kweli? Kiacheni yako imekupendezea mwenyewe. Kweli? Unajua kuchagua. Unakwenda wapi sasa hivi? Naenda kuchota maji. Unajua nimekumisi. Kwa hiyo tukapumzike kidogo. Kweli? Hey. Lakini kuta kwako? Hapana. Haiwezi kuwa rahisi kiasi hicho. Basi poa, tuenzetu. Pika chakula cha usiku. Mchana nimeshakula. Umekula nini wakati unaniambia una njaa? Nimemnunua mkate. Unakulaje mkate na wakati mtu akupikia yupo? Ungelijua hilo, ungefika kwa wakati. Nilikuwa nishapika mboga, kilibaki chakula tu. Konge nisubiri kidogo. Hiyo mboga ndio imekufanya uchelewe. Sikutaka nipike mapema kwa pamoja. Nilijua vitapoa. Nilitaka ukirudi ndo nipike. Ngesubiri kidogo baby. Nipike. Najua mkate uliokula huo hauwezi ukakupa nguvu kwa kazi unaofanya. Ngesubiri tu kidogo eti. Subiri basi. Kidogo tu. Sio ndoga nikaa jikoni dakika 2 tunamaliza. Sawa. Ngoja nikapike haraka. Sawa. Hapo ndipo ulipokuwa mwongo. Na ikawa sababu ya mimi kutumia uongo wa faida. Faida ipi? Ulikuwa ukimsaliti mchimba mchanga ambaye ni marehemu. Hapo hapo na mimi nilikuwa mchimba mchanga. Unahisi ningekwambia ukweli ungenikubalia? Kondo! Unazengua bwana, fanya fasta tuondoke bwana. Ni kwa sababu nakupenda. Naomba nafasi moja ya mwisho kwako. Nitakufikiria. Sonia. Odi. Anko. Karibu. Asante, mambo? Poa. Bamdogo.
Sikutaraji kama ungekuja kunisalimia. Nilijua hutokuja tena hapa. Nilichokuwa nikijipa matumaini, sisi sio milima. Ipo siku tutakutana hata njiani. Nilikupambania tena sana, lakini haikuwa riski. Hayo maisha mnayoishi umeyapenda? Maisha gani mjomba? Kwa nini usimuoe? Mjomba, kila kitu huwa kinakuja automatic. Kama uliujua wakati bado, kwa nini mnaishi wote? Halafu unajua thamani ya mwanadamu ni pumzi. Akikufia utaanzia wapi? Anko, ukiongea hivyo kama unanichulia sasa. La, si kama nakuchulia. Yule ni binti wa watu. Lakini ukiachilia mbali hilo, hata imani yetu haituruhusu. Swala la kuoa liko pale pale, nitamuoa tu mjomba. Kwani kuoa ni thamani gani? Tumalize huu mjadala. Nitafanya hivyo, nitamuoa mjomba. Usijali kabisa. Sawa, nasubiri. Sio mara moja. Nalijua hilo anko. Sitaki tena kushirikiana na binadamu yoyote yule. Kama ni kazi, nitafanya mwenyewe. Sina imani na binadamu. Samahani sana kama nitakuwa nimewakosea. Uko sahihi, lakini kila binadamu ana nafsi yake. Usiipe nafasi hasira kukumbuka matukio yaliyopita. Mali za dhuluma hazinaga faida. Ona sasa, maisha aliyonayo sasa hivi hayana tofauti na maisha ya mwanzo. Hacheni kujidanganya, msiwe na visasi visivyokuwa na maana. Hata nyie mnashindwa kujiongeza, kosa liko wapi? Muulizeni huyo mwenzenu, alitumia peni? Hakuna maandishi wala ushahidi wowote. Je, mngekuwa nyinyi ndo wazazi, mngemwelewa? Kwa hiyo uaminifu wangu ndio imekuwa tatizo? Ndiyo, hakuna uaminifu katika pesa. Kama ni hivyo, utakuwa umekosea. Inahitajika ukamwombea anko msamaha. Hata nyie pia. Katika pesa ambazo nilikuwa naweka na marehemu, niliambulia 10,000 tu.
Basi poa mwanangu. Fresh yana. Haya poa. Mida basi. Poa. Subiri kwanza. Yaani mimi natoka sasa hivi unaingia. Subiri hewa ipite pite uingie. Bro, ni kweli anko alikuwa sahihi. Yote hayo sikuyajua kwa jinsi alivyotueleza yeye. Ya nani? Ya kwangu, nimenunua mimi mwenyewe. Ya kwako? Ndiyo. Si ulizalau kazi yangu ya mchanga? Kwa mchanga huu? Hongera. Sikia kwanza mashine ya mjomba. Iangalie vizuri usikae kuogopa. Mimi wewe mwanao. Allah. Hongera. Kweli nina kidume. Hapa sasa naamini nina kidume. Mjomba. Lakini kwanza hongera. Lakini na ndoa. Hilo lisikusumbue mjomba. Kuoa nitaoa. Kama nimeweza kufanya hivi, basi amini kama sishindwe kuoa. Hongera kidume wangu. Na shida mjomba. Na imani sasa hivi utakuwa na furaha mjomba. Bado kimoja tu. Ndoa. Basi usijali mjomba. Niko ndani. Ina shida. Mjomba. Kwa sasa hivi Kariakoo pikipiki. Kokote kule tunaenda. Ala, wewe mjomba bwana, mpaka kwa shangazi chapu tu, yani hamna foleni zile 400 za daladala hizi. Tunapumzika sasa hivi. Vipi mama? Mbona kama umekasirika hivi? Kwa maana pikipiki ni bora kuliko ndoa yangu. Mke wangu, mbona unakuwa hivyo? Wewe unataka niweje? Nisikilize nikwambie. Kila kitu ni mipango. Sawa. Na nimefanya hivi kwa niaba ya kurahisisha maisha yetu yawe mazuri. At least na sisi tuishi kwa heshima, tuheshimike basi. Hata ungenioa ingekuwa ni heshima pia. Sawa. Nisikilize mama. Nakusikiliza. Hivi utavumilia mpaka lini hizi shida ambazo tunazipitia sasa hivi? Ningekuwa sihitaji kuvumilia, ningekuwa nishaondoka. Lakini nimevumilia mpaka sasa pikipiki imenikuta na bado navumilia. Tambua kama mimi ni binadamu. Sawa. Na kazi ambazo nazifanya ni ngumu. Nimefanya hivi ili kurahisisha at least kwamba yani niwe nafanya kitu ambacho kinaeleweka. Umeona? We nitakuoa tu. Mimi nishakuzoea maneno yako ya uongo bwana. Nimekuwa muongo tena? Ndiyo. Basi sawa. Mimi nitakuoa. Nimenunua pikipiki sishindwe kukuoa. Mwaka gani? Sio mwaka gani. Lini? Naenda mbali sana. Mwisho wa mwezi. Kweli. Sasa wale wako nidanganya. Siwezi kukudanganya. Kwa sababu nakupenda. Kweli. Nami nitafurahi nikiona niko kwenye ndoa yako. Alafu mimi nikajua jana unatania. Mambo maneno kweli. Mimi siwezi kukutania mke wangu. Sawa. Umepika nini? Nishaandaa, wewe twende tukae. Anaanzaje tena kukutania hivyo? Kila kitu unakielewa. Sawa. Mimi basi nitanalo la kuongea. Nitakusikiliza wewe tu. Nikiona mambo yaeleweke sinarudi nyumbani. We. Ndoa iko njiani. Twende basi. Nilibaki najua hivyo. Naomba tusameheane.
Hata hivyo aliitumia kwa siku moja tu. Siku iliyofuata Kwani amekutwa na nini? Ni ghafla tu. Mara ya mwisho tuliachana jana usiku baada ya chakula, lakini asubuhi tunaamka tayari mauti yamemkuta. Tunafanyaje sasa? Kinachofuata ni mazishi. Hakuna zaidi hapo. Kufanya utaratibu wa kumhifadhi. Tupo pamoja anko. Pikipiki itaendelea kukaa hapa hapa. Nitamtafuta mtu anifundishe kuendesha. Baada ya hapo nitaendelea kufanya kazi. Na nitaleta kipato kama jinsi nilivyoongea na marehemu. Nilivyoongea na marehemu? Mbona sikuelewi? Niliongea na marehemu kuhusu nini? Kwani hajakwambia chochote kuhusu pikipiki? Hajaniambia, na ndio maana nakuuliza kuhusu nini. Yaani hii pikipiki tumechangia. Mimi nitakuwa nashughulika na mchanga na yeye alikuwa anashughulika na pikipiki. Una kielelezo chochote au ushahidi wa kuonyesha haya unayozungumza ni sahihi? Mjomba, kikweli mimi nilimwamini. Tuliaminiana. Na ushauri pia tukashauriana kwamba bora ije kukaa hapa. Na yeye ndo aifanyie kazi. Mimi ndio nafanya kazi kwenye mchanga, yeye afanye kazi ya bodaboda. Nikipata kwenye mchanga, kipata kwenye bodaboda, sote tunashare. Na kuhusu kuandikishana, hatukuandikishana chochote kwa sababu tulikuwa tunaaminiana. Kijana, mbona unataka kunirudisha au kunitonesha donda? Mliaminiana. Hivi dunia ya sasa una uwezo wa kumwamini mtu na kutoa mali yako mfukoni au pesa yako mfukoni kumpa mtu bila ushahidi wowote? Mbona vijana wa sasa mnakuwa matapeli nyinyi? Hii ndo kufana. Rafiki yako kafa, hana muda. Unakuja, yani kifo chake unataka iwe faida kwako? Yani mjomba, sijui labda yeye hakufahamisha chochote. Kwa sababu yani kuhusu maandishi mimi siwezi kuandikishana na mtu ambaye ni ndugu yangu, ambaye rafiki yangu, ambaye tunafanya kazi pamoja. Tuliaminiana ndio maana tukaamua tushare. Hebu nisikilize. Kwanza huwa na chembe ya imani. Alafu pili, kabla sijaghadhibika, maana unanitibua, naomba uinuke uondoke. La sivyo, ukitaka tuelewane, naomba uje hapa na kielelezo au na maelezo ya kuonyesha kweli haya unayozungumza ni sahihi. La sivyo, usinitafute ubaya wewe kijana. Unanielewa? Mjomba, nisikilize kijana. Mimi ni mtu mzima. Mwanangu nilimtegemea. Natambua kidonda changu bado kibichi na uchungu mimi wa kupoteza mtoto. Mimi sio kwamba eti nimetilia tamaa hii kitu. Hapana, yote ni kwa sababu tumepanga. Mimi nitafanya kazi ya mchanga, yeye atashughulika na pikipiki. Ili mradi kupatikana kipato tuendeleze na maisha.
Sio kwamba nimetilia tamaa, no. Sasa unanifanya niamini mwanangu hakufa kwa kadari. Nyinyi mtakuwa mmemuua ili mpate kudhulumu mali yake. Haiwezekani. Baada ya kununua pikipiki ndio unakuja. Ulikuwa wapi? Maneno gani ambayo unaongea anko? Ulikuwa wapi akiwa? Siwezi kufanya hivyo. Anko, kwa nini unashindwa kunielewa? Mwanangu kafa. Mimi ni mtu mzima. Siwezi kutoka huko kabisa, najua hapa kuna mtu mzima pia. Eti nije nikudanganye kisa pikipiki. Kwa nini? Mimi naelewa Mbaga alikuwa anaishi na watu. Na kama naishi na watu, lazima mimi niende nizungumze ukweli kama jinsi tulivyopanga kushare. Tunashare pikipiki. Mimi kosa langu kwa mimi liko wapi? Nisikilize nikwambie kijana. Ili tuelewane na ili nikuone hapa uje na vithibitisho vinavyoonyesha haya unayoyazungumza. La sivyo utaniona mbaya. Naomba uondoke. Anko, naomba utoke. Hebu tafadhali. Mimi bado kidonda changu ni kibichi. Ondoka. Uje hapa na kithibitisho. La sivyo kwa salama, ili nikuone, tuendelee kuheshimiana, nikuone kama mwanangu. Naomba uende. Wewe kuyafanya haya? Mwanangu alikuwa ni rafiki yako mkubwa. Leo kifo chake kiwa ni zawadi kwako. Mali ya mwanangu uidhulumu. Dunia hii. Yote hiyo ni mipango ya Mungu. Naomba tusameheane. Na nafurahi sasa umenielewa. Unaweza ukaenda kuongea na mwenzio sasa. Nisha kusamehe. Haukujua ulitendalo. Cha kuzingatia, usimwamini binadamu yoyote yule. Hata mimi usiniamini. Kwa hiyo utaniacha au utanisaliti? Sina maana hiyo. Nakupenda sana. Si ulitaka kuniacha? Ni matatizo tu ya dunia. Ila ni ujinga wangu mwenyewe. Ndoa yetu tutaifungia Kigoma. Mambo. Poa. Samahani kwa usumbufu. Usijali Kondo. We ni wangu. Kweli? Ndiyo. Siamini. Amini basi.
Umenisamehe kabisa kutoka moyoni? Nishaisha ile yote. Sonia, nafurahi kusikia hivyo, kwa sababu ilikuwa changamoto sana, ilikuwa ni kuwaza kila wakati, halafu pia nilikumisi. Hata mimi pia. Nakupenda sana Sonia. Nakupenda pia kwa. Na kuahidi kwamba sitakudanganya tena. Kweli? Ndio. Sawa. Basi kwa sababu tuko barabarani, ningeomba tafuta sehemu nzuri tuongee zaidi. Haina shida. Sasa tunaenda kwangu kwako. Twende kwangu. Poa. Twende. Poa, baadaye. Haya, poa. Kwa nini? Hamna kitu. Mbona hivyo? Umeficha nini? Sijaficha. Kwa nini mfuko kuna nini? Hamna kitu. Naomba. Umeweza lini matumizi ya banki? Hamna, sivute mimi. Hiyo ni biashara. Ukome. Ukirudia tena nitakupeleka polisi ili ufundishwe na walimwengu. Kibeti unacho? Choma. Oya Chenga, tusije tukafanya ujinga aliofanya Choma. Yeye ni mtu gani ambaye anaanzisha biashara pasipokuwa na maandishi? Inaonesha hata marehemu angekuwa yuko hai angezulumiwa tu. Kweli kabisa, na mimi niliona pale alikosea pakubwa. Unajua kila mmoja amekuwa akimlaumu sana mjomba. Kesi kubwa amebibishiwa mjomba ndo ana makosa. Kumbe makosa yote alikuwa kwa Choma. Hata mimi nilikuwa naamini kwamba mjomba ndio mwenye makosa. Kumbe aliyekuwa na makosa ni Choma. Hapo ikawa imejifunika nyuma ya pazia. Sio wote atuelewe. Kila mtu anajua ni mjomba. Na kila kesi alihamishwa mjomba. Kumbe makosa yalikuwa ya Choma. Basi anyway, hii imetupa fundisho. Na sisi tusije tukafanya makosa kama haya. Ni kweli kabisa ndugu yangu.
tujitahidi. Sawa sawa. Acha mimi niwahi maskani. Tutaongea siku nyingine. Basi ngoja mimi nikae hapa nisubiri kwanza nipate muda, tunajua tena maswala. Basi poa. Haiko kweli. Mimi ni mzazi. Kukusamehe ni wajibu kwangu. Na hata hivyo nilijua huna unachokijua juu ya tukio hili. Nilichokihitaji ni amani katika familia yangu na hata kwake pia. Na mimi nitaishi kwa furaha kwa sasa. Ile hali nilikuwa siipendi kabisa. Najua lengo langu ni kuipata amani katika familia yangu hata kwake pia. Kwa sasa unaweza ukamwambia anakaribishwa. Sawa. Marehemu alikuwa rafiki yetu na tulikuwa tunafanya naye kazi. Umeamua kuwa na mke wake, uone hata aibu? Chenga, mapenzi ni upofu, hasa kwa yule mtu ambaye unampenda sana. Nampenda sana Sonia na wala siko tayari kuachana naye. Unadhani jamii iliyotuzunguka inatuchukuliaje? Au wewe inakuchukuliaje kwa kitendo kama hiki? Chenga, kwa hili la mimi na Sonia siwezi kujali jamii inanichukuliaje. Yule ni mke wa marehemu. Hata ndugu zako hawawezi kuelewa. Sonia nimemchagua mwenyewe na nimempenda mwenyewe. Niko tayari nitengane na ndugu, lakini siwezi kuachana na Sonia. Mimi naomba hayo masuala tuachane nayo. Swala Sonia niachie mimi. Inaonekana kweli unampenda. Kama kweli uko tayari kugombana na ndugu kisa Sonia, kweli unampenda. Baba, mapenzi nampenda sana. Basi sawa. Kuwa makini naye lakini, maana kama alikuwa anamwacha marehemu anakuja kwako, na wewe si inaweza ikawa hivyo hivyo. Chenga, mapenzi yanayodumu ni yale ambayo wote mnakuwa mnapendana. Ninaamini Sonia ananipenda na mimi pia nampenda. Kwa hiyo kuwa na amani kuhusu hilo. Ondoa wasiwasi. Basi sawa. Kwa hiyo kesho vipi? Tunarudi tena kule kazini? Kesho ni ratiba nyingine. Au sasa hivi ndio hivyo nakaa ndani ili kwanza uhudumiwe? Bwana, tuachane na hayo. Nataka tuende tukaangalie mpira. Okay, basi sawa. Kwa hiyo unasemaje sasa? Sina la kusema. Nimeshakubali. Unajua hawa binadamu si wana akili gani? Kwa nini unashinda kuwa wa kweli? Mdogo wangu, nakwambia haya kwa sababu nakupenda. Katika maisha yako usije ukafanya kitu bila ushahidi. Ushahidi ni kitu cha muhimu sana. Ungetumia peni
wala yote asingetokea. Kwa jinsi alivyoambia familia yake, hata angekuwa haya angetokea kama yaliyotokea. Hata ingekuwa mimi nisingekubali. Ushahidi ni kitu cha muhimu sana. Kuwa makini mdogo wangu, siku nyingine usikubali kufanya vitu bila kuwa na ushahidi. Useme sasa unataka kumshtaki, utamshtakia wapi? Ukiuliza ushahidi uko wapi? Kuwa makini. Sina la kusema. Mimi naondoka. Haya, sawa. Kwa hiyo hatuwezi kuelewana mpaka nikubembeleze. Hapana, sio vizuri, naogopa. Utamwambia? Hapana. Usiogope, sawa? Akijua itakuwaje? Hawezi kujua. Tunadanganya. Usiseme hivyo bwana. Hatudanganyi, sawa? Kuwa na amani, sawa? Hawezi kujua. Sawa, nitamwambia. Nafurahi. Nenda kamwambie, sawa? Sawa. Utanikuta hapa. Hapa? Utanikuta nyumbani. Nachohitaji ni pesa yangu bwana. Mbona kwa hivyo? Mimi mbona nimekuuzia pikipiki bila tatizo? Umetoa pesa nyingi, 50,000 tu na kutoa imani she. Achana na hayo bwana. Sawa, saa 10. Isipite bwana, mimi mwenyewe na tatizo kibao. Okay, sawa. Vipi, mbona unafoka? Jamaa bwana, muuzia pikipiki, pesa kidogo na anasumbua. Sawa. Nilikuwa naomba niende kwa mama nikakaa wiki moja. Mbona ghafla? Amna. Nimekaa muda mrefu sana huko. Umemisi? Haya, hakuna tabu. Asa, mimi ngoja niende nikamtafutie vijizawadi kidogo shemeji yangu. Haya, sawa. Ila ugali basi. Haya, sawa. Baby. Nilikuwa nasubiri kwa hamu sana siku kama ya leo. Kweli? Hata mimi pia baby nimeenjoy. Wow. Lakini kuna kitu ambacho sijapenda. Kitu gani? Choni kuna mwelezi. Baby bwana, sasa nataka kila siku nivae nguo kama bibi. Kuna nguo nzuri ukivaa zinakupendeza sana. You're so beautiful. Basi sasa nitavaa kwa ajili yako. Kwa ninavyokupenda nitavaa sawa. Baby. Nataka kesho tutoke. Huo ni wajibu wangu. Na kwa sababu nakupenda, lazima nikutoe out na chaji kwa mfano. Ndio wajibu wangu. Tutatoka kwa hiyo. Yeah. Lakini tutaenda sehemu nyingine. Sio kwa tunakwenda. Nataka tuame kidogo nikupeleke sehemu nyingine amazing. Jamaa nakupenda jamani. Basi sawa, afu nataka niondoke bwana. Unakwenda wapi tena? Kuna mambo yangu anafuatilia. Hayo mambo mimi siyajui yo. Ikikamilika nitakwambia. Mimi ni mume wako sasa. Unatakiwa kunishirikisha kila kitu. Baby, ngoja nikwambie. Nataka unyanyue chuma bodi hizi.
Ndio. Wewe angalia nikilala huko. Jamani kweli. Nilala hata mkono niweke hivi na shikashika hivi. Ndio. Wewe sema leo umeamua kunichana. Jamani ona. Sawa. Utanyenywa. Yaani nakuahidi kuanzia kesho naanza vyuma. Kweli? Jamani baby. Wiki 2 nimejaa. Basi baby acha mimi niwahi. Kwenye ile mishe ikitiki nitakwambia. Haya. Poa basi. Si nitakukuta? Mimi nipo. Nimeenjoy baby yangu. Mimi pia nimeenjoy sana. Kweli. Bye. Haya. Sonia huyo. Mapenzi la sana nyinyi. Unajua nini? Katika hii dunia kuna watu wawili. Kuna wewe na mama. Nikiambia nichague mtu wa kufa, nachagua afe mama, alafu wewe ubaki. Huo ni uongo, unanidanganya. Wewe mimi ni muongo? Hapana, nilikuwa naimba, sijamaanisha hivyo. Unaimba? Naam. Naam. Unahisi ni rahisi kukaa na binti wa watu bila ridhaa ya babake? Tabia hiyo umeitoa wapi? Babake akijua je, unahisi itakuwaje? Hawezi kujua kwa sababu nilimwambia mwambie baba yake mdogo kwamba anaenda kwao mara moja. Ni wiki moja tu basi atarudi. Unachukulia rahisi tu. Nataka umrudishe binti wa watu kwao. Umenielewa? Sitaki lawama hapa kwetu. Sawa. Sasa nimeamini ni kiasi gani unanionyesha dharau iliyokuwa juu dhidi yangu. Tukio la mwanzo nilifikiria bahati mbaya, kumbe wewe ni mjinga original ambaye hujitambui wala hujielewi hata kidogo. Unawezaje kuishi na mwanangu bila ridhaa yangu, halafu unafurahi tu? Ufikiria mbuzi huyo unaweza kuchukua ukakaa naye vile unavyotaka wewe, akikufia unahisi nitakuelewa? Sio vyema kukaribia mbele ya wanawake. Naomba tukaongea. Sio kama sikupendi,
na sio kama sipendi uwe miongoni mwa familia yangu, lakini fuata utaratibu. Mbona sio gharama? Nadhani unafahamu kilichomkuta rafiki yako. Kwa bahati nzuri au mbaya, alikufa mwanaume. Unafikiria angelikuwa ni mwanamke, ni wapi tungeanzia? Sipendi ya kukute wewe. Sasa ikitokea kafa huyo mwanamke na si wewe, unaanzia wapi pia kunifuata mimi? Unajua, ujana wakati mwingine sio wa kuendekezwa. Kuna wakati inabidi upinge ili ufanye mambo na uonekane shujaa. Sawa, nimekuelewa. Nashukuru. Unakaribishwa nyumbani.